Shenzi mkubwa wewe pumbavu. Kwa nini ugali umemaliza? Umeona mimi nikiwa nimekula? Umeona mimi nimekula? Mimi si ndio umeshiba mke wangu. Umeona chakula mimi nimekula? Mimi nimemsindikiza mdogo wangu nije nimalizie kula. Wewe ndio alikwambia ule? Hivi na mwanaume kweli kabisa mwanaume kweli mimi ni mke wako alafu chakula unanimalizia mimi kweli. Sasa ngozi umeshiba. Nimeshiba. Kwa sababu kwa ndani tumbo langu nimeona nasema nimeshiba. Sasa mimi nafahamu umeniambia hapa. Tena naomba nikwambie. Nani alikwambia kwanza ukubali kusaidia kupika hapa jikoni? Mimi nitaka mdogo wangu leo apike. Sasa si ameingia mwenyewe. Sasa ameingia mwenyewe mdogo wangu mbona anifanyia hivyo? Tena haraka hamna shida shemeji. Yule ni ndugu yako. Yule ni ndugu yako? Mshamba, usisahau kwamba leo mimi ni ndugu yangu. Alafu nimeona ukimwangalia mdogo wangu mshamba. Nimekuona macho yako unamwangalia mdogo wangu. Sasa mimi kwani nimemwangalia kwa nia mbaya jamani? Yule ni ndugu yako? Alafu mdogo wangu anakuwa kwenye jiko hili kwa jiko hili la sasa si amekuja kunisaidia jamani. Sasa aondoke ananuka unafikiri mama yangu mimi nyumbani atanielewaje? Mshamba sitaki mambo yako, mshamba sitaki mambo yako. Bwana umezi. Siku nyingine mshamba ukikubali kusaidia kupika haraka hivi. Yaani siku nyingine ukikubali kusaidia kupika mshamba. Alafu nikwambie kitu kimoja. Mimi sitasahau adhabu yako. Miezi 3 utapata chochote kwangu. Nimekosea hivyo sasa. Nimekosea hivyo. Nimekosea. Tena hivi vyombo ambavyo vitoa hapa haraka. Sitaki kuviona mimi mshenzi wewe. Rafiki unakula. Kwa unakula afu mimi mwanamke sijala. Muangalie una bahati sana. Una bahati mshamba. Na kwa taarifa yani miezi 3 utonigusa mimi utaamini. Naomba toa vyombo bwana kaoshe kule. Toka basi. Kula ule ushibe wewe afu mimi nikae na njaa. Na unarudi jikoni utaamini kunisaidia kupika. Utaamini. Muangalie mshenzi mkubwa wewe. Toa hivyo vyombo mshamba. Na vyombo ole wako vyombo viteleze. Ole wako. Naomba vyombo vyo visafi mshamba. Vitakuwa visafi. Tena uende zangu ndani juu mimi na ukimaliza kuosha vyombo rudi kupika tena upya. Njaa inaniuma mimi. Njaa inaniuma. Rudi kupika mshenzi wewe. Mwanaume tu unakaa unakula. Akati unaona mimi sijala njaa inaniuma. Kijinga kweli. Na hii mifuko hapa naomba itoke. Nakuja kuitoa. Fanya haraka mshamba. Nakuja. Sina kuita. Vyombo huku sasa mimi nafanyaje? Muangalie bogazi wewe tumbili mkubwa. Sasa yani mwanamke ukimwangalia unaweza kusema mwanamke wa maana kabisa, cheke kujilaza. Hapa ngoja kwanza nimkimbie kwanza hapa niende kwa ndugu yangu ujumbe hapa tukapiga story 2-3 afu nigeuze. Cheki mwanamke analali na fimbo. Hii sio wala. Hii fimbo sio nataka kunipiga nayo hii. Wewe mweke niondoke zangu. Kazi kweli kweli. Ndugu yangu. Niambie. Ndugu yangu mshamba umenisaidia. Ndo mambo ya duniani. Kwa ile hali ndio pitia yule mwanangu yule. Singekuwa wewe ndugu yangu. Sio mimi, sema Mungu. Sasa unajua tena muda mwingine tunasaidiana kutokana na maisha yetu ya hivi. Lakini kikubwa ni Mungu. Mengine mengine ni hivyo tu. Alafu simuone Dr. Fred. Yaani pale bila kusingekuwa na ile 2003 pale mtoto wako. Sasa hivi shughuli ingekuwa nzito. Kaka umenisaidia sana. Hamna shida, ndio hivyo. Sasa ndugu yangu nisipokusaidia wewe mimi nikamsaidia nani? Muda mwingine unanisaidiaga hivyo japokuwa shinita nazingua. Jumisha hali yetu kijijini kaka. Hali ya huku bwana. Sasa wewe ndio fundi wetu, unategeza redio, tunakula misao, tunakula muziki, tuna bengi. Sasa wewe ukichanganyikiwa na mtoto wako mwenyewe ndio vile akiwa katika hali ya sitofahamu hivyo. Bora hata sasa hivi anaendelea vizuri kidogo, una afadhali. Shaanza kupigwa simu tena. Kaka acha. Vipi? Sijaga mkeo anakupigia uende nyumbani. Sio mke kaka. Nani?
mteja. Wapi? Sasa hapa nitakuwa na kiburi cha kumjibu kwa sababu umenisaidia kaka. Hata hiyo ndugu yangu hamna shida. Mimi ngoja tu nikuache hapa. Mimi ndio nyumbani maana na muda wenyewe ushaenda au afujue Shinita. Najua Shinita mambo yake. Ndio sisi nikafika kule tena nikaanza kukutana tena na pilika tena zingine. Kwa hiyo ndugu yangu cha msingi wewe bwana wewe unaweza kufunga tu na wewe ofisi ndio kufunga. kaka nikusaidie. Hapana. Na mmoja Shinita ana shida. Na muda umeenda. Naona kabisa sasa hivi naelekea saa 6 hii. Saa 6:30. Tena saa 6:30 mama atapiga yoyo kwa mimi bwana ngoja niende. Kaka basi tunaambia kitakachojibu. Sawa basi hamna shida. Asante sana. Bwana. Kila la heri. Umetoka wapi saa hizi? Umetoka wapi saa hizi? Mtu wangu acha. Tena unamjua Jumbe? Jumbe bwana alikuwa kazidiwa huko na mtoto wake. Sasa mwisho wa siku mimi ndo nimemsaidia maana yake mtoto wake. Ishia hapo. Mimi sio mtoto mdogo kunidanganya mshamba. Mimi sio mtoto kunidanganya mshamba. Sasa hivi, angalia sasa hivi. Sasa usiku, wewe ni mume wa mtu unajitambua kama ni mume wa mtu. Unajitambua ni mume wa mtu. Unajitambua pia usaizi. Sasa hizi usiku mimi ndo nijia hapa nyumbani. Usiku huu una aibu. Kibwengu kabisa wewe. Hivi unajua nilivyokuwa naweza usaizi usiku huu unampata tatizo gani? Na mimi sikuwa namsaidia. Yaani mshamba wewe mimi najua umemishti malaya zako. Unaingia kwenye nyumba ya nani? Unaingia kwenye nyumba ya nani? Sikiza nikwambie mke wangu. Najua umemishti malaya zako mpaka sasa umekaa usiku mume wa mtu. Sasa hizi usiku. Una taibu wewe. Acha niongee, huna taibu. Najua mshamba kuna wanawake uko nao hapa mtaani. Umeelewa? Usisahau miaka 4 umetoka huko mjini kuja kunioa mimi. Ukaniona mimi ndo mwanamke ninayekufaa. Sasa hivi mmemisiana na hao malaya zako. Na ndio wamekutuma saizi uje nyumbani kwangu usiku. Sikiliza nikwambie sasa. Nisikilize nini? Naongea majirani wasikie. Mume wa mtu saizi usiku unanijia nyumbani ni usiku naambia ninyamaze. Acha bwana utajia salaki hapa. Nakwambia uingie kwenye hii nyumba. Uingie kwenye hii nyumba mshamba. Ndio ninachokisema. Basi tulia basi saizi. Sitatulia. Urudi ukae nao ukalale nao huko mara zako. Si muhamisi? Muhamisi saizi usiku mimi ndio naingia nyumbani. Uingie kwenye nyumba. Mimi niko namsaidia Jumbe. Unamsaidia Jumbe. Jumbe ajue ni mume wa mtu. Ajue ni mume wa mtu paka saizi usiku na kama mshamba. Usije kanizoea mwanaume nimechoka na mimi. Nimechoka kunijia usiku. Nimechoka. Ugomvi sio mzuri niache. Uingie kwenye hii nyumba nimesema. Uingie. Niache bwana. Mshamba uingie kwenye hii nyumba mimi nakwambia mwanaume uingie kwenye hii nyumba. Uingie. Yaani nakwambia mshamba, wewe si kidume. Wewe si kidume mwanaume. Toka nje sasa. Toka nje mbona umekimbilia ndani? Mpumbavu mkubwa wewe. Unajua mamisi wanawake zako mtaani. Mshamba toka nje. Wewe si mwanaume. Si utakunipiga. Toka nje unipige. Muangalie. Yaani nakwambia mshamba. Toka. Leo utaniambia ulipokuepo. Utaniambia ulipokuepo. Sio wapi chochote mshamba. Si unaweza kunipiga? Sikiza. Wewe sio nipige mshamba. Mshamba niache. Mshamba unaondoka. Unaondoka mshamba. Nakwambia hivi na usirudi hii nyumba mshamba nakwambia. Kaa nao malaya zako nakwambia hivi sijazoea kushia mapenzi mshamba. Na wale wako uliko hii nyumba nitakuwekea sumu mpumbavu wewe. Yaani nakwambia hivi usirudi nakwambia mshamba. Nakwambia nitakuwekea sumu kama kishindo kukuua mpumbavu wewe mwanaume muuni.
Wewe shamba ati mbona unishtua? Unafanya nini hapa? Jamani. Nzuri. Kwema za wewe. Sasa salama tupole bwana. Umenishtua ujue kwa nini? Umenishtua mimi. Mwenyewe nakushangaa hapo unafanya nini? Karibu kae bwana. Karibu kae bwana. Za siku nyingi. Nzuri. Umenenepa. Mna sasa mambo ya mjini. Hapa. Paka salama tu. Umenenepa mjini huko kumekupenda. Unajua tena mwenzangu mjini mapochopocho. Mjini na miogo yetu na nini? Tunapauka tu. Hapo unafanania sasa hivi wako kule umekuwa kama wale waigizaji wale bongomuvi wale. Wewe bwana bwana. Siwafikii mwenyewe. Haujaji hata na msanii mmoja. Bongomuvi wanapopendaga wataalamu. Wewe jamani. Bwana mtava tabia yako mbaya. Jua vya kutosha. Tangu lini kijijini kwanza? Maana umekuja kimya hata taarifa. Jamani. Kwa hiyo nimekuja hapa na wiki sasa. Nasikia kwamba nimesiwa na bibi yangu. Shamba. Mimi sina taarifa kweli tena. Nilisiwa na bibi. Tumeshazika leo kama ya 3. Sasa pole sana. Kwa hiyo pole sana. Asante. Pole. Pole sana. Asante. Mwenyewe bwana. Vipi lakini kwanza hapa? Maana ni muda. Vipi kwanza mzee anaendeleaje? Na mimi niliongea sijawasiliana na mimi. Una shida gani? Hamna, ungekuwa hivyo, wewe niambie kuna tatizo. Mzee alitangulia bwana mbele zake. Jamani. Pole nini? Pole. Ni muda sasa hivi na karibia inafika hapa nani? Hata mwaka sasa. Kama sio miezi 8, miezi 6 ndio tunapata mwaka. Jamani pole sana. Asante. Na hiyo ndio sababu ya mimi kurudi. Mpaka leo naishi huko mjini, biashara tena kwenda mjini tena ndio inaisha. Kwa sababu wakati niliondoka kwenda mjini nilipigiwa simu na Chabona. Chabona si unamkumbuka? Namkumbuka. Kwanza yupo? Yupo. Namkumbuka sana. Nilipigiwa simu bwana Chabona ananiambia bwana kaka mzee anaumwa na anahitaji kuongea na wewe. Kwa hiyo nikamwambia sawa, na shida nitakuja. Mimi nikatoka kule nikaja kuja, nafika nyumbani ndo nakutana na hiyo kesi. Kwamba bwana umeondoka kweli unatusaidia, lakini mzee wako alikuwa anahitaji utafute nani mtu uoe, kwa sababu umri wako umeenda, alafu mimi mwenyewe tena ndo naelekea hivyo. Haijachukua hata siku 2 mzee yani ikabidi ni force. Na katika kuforce mzee kumbe mwenyewe alishapoint. Unajua yule mzee Nganelo yule babake na Shinita. Namjua Shinita. Ndio walikuwa marafiki. Yule mzee naye alishafariki na babake alifariki tu na mzee alifariki. Kwa mimi ndo nikabaki na Shinita. Mwa Shinita. Kwa hiyo umemwoa Shinita? Acha. Ni changamoto kweli kweli. Haya, hongera. Haikuwa kusudio langu. Wewe unajua maana naona tena hongera yenyewe sasa hongera.
Sasa umeshaoa, unafikiri labda nitafanya nini? Tulipotezana mawasiliano ndio kama hivyo. Mimi sikuwa na mawasiliano na mtu yoyote. Hapa nimekuja kupata mawasiliano diskati tu hapa kwa sababu kuna ndugu yetu ambayo alikuja mjini na yeye. Ndio kunipa mawasiliano angalau ya nyumbani, nikapata hadi kuja kupata habari za bibi na nini. Kwa mambo mengi ya kijijini mimi siyafahamu. Ila sasa kama umeoa, mimi nitafanya nini na wakati mzee wako ndo alikufanya wewe uoe? Hiyo ndoa basi ni ndoano, yani ndoano. Tangia babake Shinita, maana mzee yeye alitangulia. Baada babake Shinita kufariki na Shinita naye akabadilika, kila kitu kikabadilika, akaanza kunisumbua. Sasa mimi mwanzo nilikojua tu vitu vya kawaida, lakini ifikia hatua mpaka sasa hivi mimi nilikuwa nafanya kazi za ndani. Yani mimi ndo namfulia nguo, naosha vyombo. Yani wewe umefikia huko? Sasa ndafanyaje wakati hiyo ndo mzee tu alikuwa ameshasema hivyo kwamba mimi natakiwa nisimwache binti wa watu. Mbona sasa mambo ya kizamani jamani? Mbona wazee wetu wanatufanyia hivyo? Swala la kunichagulia mtu mke au mume swala la zamani sana jamani, ni ukoloni huo sasa. Nafahamu swala la zamani, yani umeona huu mti hapo. Ndio kitanda. Mimi hayo sana, mimi shida. Ndio kitanda changu. Kitanda ukimaanisha? Yaani nimeamka hapo ndio nimekuja hapa na siku kama 2 na lala. Hebu niache kwanza. Yaani nimeamka hapo kwamba wewe mtu una kitanda siku hizi. Shinita ilifikia hatua almanusura nimuue, nikawa kuliko kumuua yani hasira zilinipanda kila siku, nipiga ovyo tu kama sijui gani, yani naona kama nilijidudu pale nyumbani. Hiyo majuzi hapo nikamkamata, nilikuwa almanusura nimuue, lakini sasa nikaona hii kesi ya kuua ni bora nitangulie mimi tu mbele za haki. Yani hapa unaponiona hapa nimezuba nimekaa muda mrefu, nimejinamia, nimechoka, nimetafuta kamba kwa itaingia asubuhi, tafuta kamba nipande zangu hapo nijitundike. Hebu acha. Yaani ujue kwa sababu ya mwanamke. Mimi nimechoka tu. Siwezi hata kwenda kwa Chabona mdogo wangu naye alikujaga hapo nyumbani akachezea kipigo tu, nikashindwa hata kumsaidia. Kweli shiko tatizo vipi? Umekula kweli? Sijala mimi nimekula wapi? Sijala chochote yani. Pole sana. Sasa sikia, nilikuwa naenda hivi. Lakini inabidi niirishe. Twende kwanza nyumbani. Ukapata kwanza chakula, uoge. Alafu sasa mambo mengine tutazungumza. Yale mimi ndo nyumbani kwa. Twende kule nyumbani nimepika. Na mume? Jamani, huyu mume wangu nimemtoa wapi wakati unajua kabisa nimekuja kwa bibi yangu? Unajua labda ukuja kwa bibi yako na wewe. Sina mume. Hapana, sina mume. Okay. Ndio. Basi sawa, hamna shida. Fanya hivyo, uinuke hapa tuendege. Sawa. Lakini nguo sasa, yaani swala la nguo chana nalo. Kama mwanzo ulikuwa unaweza kuvaa t-shirt zangu, kwani sasa hivi utashindwa jamani? Nitakununulia track hapo kwa Mangi. Nitakununulia track hapo kwa Mangi kwa muda. Alafu masuala mengine hayo tutajua sasa, tunazungumza tunafanyaje. Tutaweka kila kitu kitakaa sawa. Pole mzangu. Nitaki kuamini kama mshamba wewe ndio umekuja kuwa hivi jamani. Yaani umechaka, yaani baada ya kuwa na mwanamke uwe umeng'aa ndio umekuwa hivi jamani. Acha tu sasa kipindi kile ulikuwa tuko wote mpaka nimekosa cha kusema. Kila pole sana. Asante. Pole sana. Mpaka nimejisikia uzuri jamani. Yaani unajua tu ni Mungu tu akutaka tunitangulie, lakini hapana. Yaani mimi ningepata kamba mimi. Useme hivi madam mimi nimekuja hapa. Mimi niamini mimi kila kitu kitaenda sawa. Yaani tunaweza hata tukafanya vya kufanya tukaondoka zetu mjini. Mimi tayari mjini nina jina. Unaweza kufanya chochote kile tukaendeleza maisha. Mjini ni hata sishauri kwenda, tubaki tu hapa. Hata tukibaki hapa haina shida, lakini twende kwanza nyumbani ukae kwanza utulize akili yako, kama upate muda wa kulala hata kulala. Alafu sasa ukishaamka na nini sana akili na nyinyi itakuwa imetulia. Tutajua tunafanyaje. Vipi kwani ulibatika kupata mtoto na huyu mwanamke? Sina hata mtoto. Hataki hata kunipa mtoto.
ujumba wenyewe ananipangia miezi miwili, mara nakaa bila kupewa ujumba. Yaani ni fujo tu, yaani hata mwenzangu, kama umepika basi twende. Wewe twende ukale. Mimi niko hapa. Mpenzi wangu. Mpenzi wako wa zamani au? Nimejua. Pole. Asante. Tunapenda huruma jamani.